Kufuatia video kadhaa zilizosambaa katika mitandao ya kijamii ikimuonesha mtu anemkashifu na kumtolea maneno ya kejeli maiti, na video hizo zimeweza kuleta taharuki kubwa kwa wanafamilia ya marehemu huyo pamoja na jamii kwa ujumla. Kwa kuliona hilo, Mshindo TV imefunga safari mpaka kwa mkuu wa divisheni na utatuzi wa migogoro katika ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, Sheikh Shaaban bin Salim bin Hamud Al-Battash, kwa lengo la kutaka kufahamu na kujua ni ipi hukumu ya mtu aliyemkashifu maiti kwa upande wa dini ya Kiislamu. Ili kuweza kufahamu yote kwa kina, ungana nami mwanzo hadi mwisho. Jina langu ni Hassan Saidi wa Mshindo TV. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani tukufu ametaja aya mbalimbali kumwelezea huyu mwanadamu na kumtaja kwa sifa mbalimbali. Na moja katika sifa aliyopewa mwanadamu ni kwamba amepewa utukufu, hadhi na heshima. Akasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala qad karramna bani adam, na kwa hakika tumewakirimu, tumewapa heshima wanadamu. Na ndio maana katika hadithi ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alituambia maelezo ya wazi kabisa kuonesha umuhimu wa kulinda heshima ya kila mmoja, sawasawa akiwa mtu huyo yuko hai au akiwa amekufa, anahitajia kuwa analindwa utu na heshima yake. Akasema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lilmayiti hurmatan ka hurmatil hayy, kwamba hakika maiti, kwa maana hakika mwili wa binadamu baada ya kufariki kwake, basi una heshima yake kama heshima ya aliyekuwa hai. Lakini vile vile akabainisha zaidi kuonesha ukubwa wa kuchunga na kulinda hadhi ya mwanadamu. Akasema katika hadithi nyingine ya kwamba kasru azmi almayiti ka kasri azmi alhayy, kwamba kuvunja mfupa wa mtu aliyekufa, maana yule mwili ndio ushakufa tayari, nyama zishaliwa na wadudu mfano au zimeshaondoka, ukabakia mfupa katika eneo alilozikwa, basi ule mfupa peke yake bila kuwa na nyama za binadamu, ule mfupa una heshima yake, una hadhi yake na una ile nafasi yake binadamu kama vile mfupa binadamu ambaye yuko hai. Akasema kwamba kuvunja mfupa wa maiti basi ni sawa na kuvunja mfupa wa aliye hai. Kwa maana hiyo ndio maana hata maulama kwa itifaki yao wote walikubaliana ya kwamba ikiwa atatokezea masala ya dharura, pengine paka hamishwa makaburi fulani, kwa makaburi ya watu au ya jamii fulani, kwa ajili ya kuondoshwa makaburi yale ili kuwekwe jambo la dharura katika mambo ya kimaendeleo mathalan katika jamii, au mahitaji ya dharura katika jamii, basi maslahi ya jumla inatangulizwa kipaumbele, lakini juu ya hayo ni lazima kuchunga hadhi na heshima ya waliozikwa pahala pale, kiasi ambacho akasema kwamba idha tamma nabshu alqabri, ikiwa kaburi litafukuliwa lile kaburi kwa ajili ya maslahi ya kuondosha wale maiti, basi hata ukikutwa mfupa mdogo kwa binadamu ni lazima uheshimiwe na uchukuliwe ukasitiriwe tena upya pahala pengine, kuonesha kwamba mwanadamu huyu ana heshima kubwa sana katika hali zote. Lakini juu ya hayo, tukirudi katika utaratibu wa sheria ya Kiislamu, sheria ya Kiislamu imeweka taratibu mbalimbali. Mmoja katika taratibu hizo ni kwamba maiti anatakiwa kwa wale ambao wanamshughulikia wakati ule wachunge heshima yake kwa kumsitiri hata wakati wa kumkosha. Na ndio maana ikawa anayemkosha maiti ni mtu ambaye ima wa karibu katika nasaba yake au ni mtu ambaye anaaminika, yu'manu ma'ahu nashru au i'lanu wa ifsha'u aurati almayit, mtu ambaye anaaminika kiasi ambacho kwamba hawezi kutoa aibu au kasoro za yule maiti ambazo atazidiriki kuziona katika maeneo ambayo kikawaida ilikuwa pengine haiwezi kuonekana wakati wa uhai wake. Haya yote ni kuonesha kwamba huyu maiti tunalazimika sisi kumlinda utu wake na kumpa heshima yake na kutoondosha ile stara yake katika hali yoyote. Na ndio maana hata mwanadamu wa mwanzo alipokufa, mtoto wa Nabii Adam, katika kifo cha mwanzo, mmoja kumuua ndugu yake, Qabil kumuua Habil, basi Mwenyezi Mungu mtukufu alimleta ndege, kunguru, ili amfundishe mwanadamu namna kumsitiri maiti, si kumkashifu maiti, kwa hata kumwacha hadharani tu
kawaida mbele za watu hali ya kuwa hajasitiriwa ni makosa kisheria, au kumkosha hadharani mbele za watu ni kosa kisheria. Ni lazima asitiriwe, ahifadhiwe katika hali zake zote. Ndio akasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kisa hicho cha watoto Nabii Adam alipokufa mmoja wao kwa kuliwa na mwenzake, faba'atha Allahu ghuraban yab'athu fil ardi liuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Mwenyezi Mungu akatuma ndege ghurab, kunguru, ambaye akamuonesha yule mwanadamu kaifa yuwari. Ndio penye sehemu ya ushahidi katika maelezo, kaifa yuwari, namna gani ataweza kumsitiri, akamfunika, akamhifadhi yule ndugu yake baada ya kuwa ameshafariki. Sasa haya yote tunafundishana na kukumbushana haya kwa sababu ya umuhimu, kwa kuwa jamii yetu katika zama zetu imekuwa kila mmoja sasa anafanya majukumu ambayo si yake na kuvuka mipaka ya kutumia ule uhuru aliokuwa nao katika matumizi ya baadhi ya mambo, ikiwemo mitandao ya kijamii au simu za mikononi. Ni makosa makubwa sana kisheria kwa mtu yeyote kuchukua picha ya mwili wa maiti, hata kama akiwa ndugu yake wa kuzaliwa. Huyu ni maiti, ameshakufa, kumchukua picha yake na kumweneza katika mitandao ya kijamii, hilo ni jambo ambalo halikubaliki kisheria, kwa sababu kwanza huenda huyu anayechukuliwa binafsi yake, kama lau angekuwa hai, asingekubali kuoneshwa katika mitandao hali ya kuwa amekufa, au hali ya kuwa yuko hai asingependelea vile vile. Na kuna mambo ambayo hata maulama wamezungumzia. Mmojawapo katika maulama hao Dr. Kahlan bin Nabahan al-Kharusi, Allah muhifadhi, ameweka kitabu maalum cha kuzungumzia kuhusu sheria ya matumizi ya simu na mitandao ya kijamii, kinaitwa Fiqhul Hawatifi Dhakia, maana sheria ya mambo ya smartphone hizi na mitandao ya kijamii. Mmoja katika sheria ni kwamba haparuhusiki kisheria kumchukua mtu yoyote picha bila kuwa na ridhaa naye. Kwa maana kama hakuridhia mwenyewe, basi hairuhusiki kumchukua picha yake, na ni haramu kisheria, kwa sababu ni jambo ambalo linafungamana na haki ya mtu binafsi yake mwenyewe. Ama kiridhia mwenyewe, au ikawa katika ada za watu ni kawaida kwa watu wa namna ile, pia ni shekhe mkubwa katika maeneo ya kutoa mihadhara, au ni jambo la kijamii kawaida kuchukua picha kama vile kwamba hapakatazwi, ni kawaida. Lakini katika mambo ambayo kwamba si kawaida, mfano hili swala la kufa, mtu amekufa, mtu anaenda kumchukua picha yake mtu amekufa, hilo ni jambo ambalo si jambo sahihi kidini. Na ndio maana hata katika fiqh hiyo ameelezea fatwa mbalimbali, ikiwemo swala hilo na kusambaza picha katika mitandao ya kijamii za watu ambao wamefariki, tena bila kuwa na taratibu sahihi. Lakini jambo baya zaidi ni kwamba panapotokea hali ya vifo katika hali mbalimbali, kila mmoja hufa katika hali yake. Mfano, imetokea ajali kwamba kuna watu wameumia, wamepasuka maeneo ya vichwa, maeneo ya uso pengine, au maeneo ya mwili katika ujumla wake, kwenda kuchukua picha katika maeneo yale kisha kusambaza picha kama zile, kuna makosa zaidi ya 3 mpaka 4 kwa mujibu wa sharia ya Kiislamu. Moja ni kosa la kuchukua picha ya mtu ambaye amefariki, tena bila idhini yake, na idhini haipo, midhali kwamba mwenyewe hayupo katika uhai, bali hata wakiidhinisha ndugu zake kwamba amchukueni picha yake yule, lakini bila kuwa na taratibu za dharura, maana hiyo pia ni makosa, sababu ndugu akitoa idhini bado si idhini ya mwenye kuchukuliwa picha ile, ilikuwa ni idhini yao wao kwa idhini ambayo haikuwahusu wao moja kwa moja. Na ndio maana maulama hata katika fatwa wakaelezea kwamba hunaka halatun, ziko baadhi ya hali za dharura, halatun dharuria, hali ambazo zikitokezea wanaruhusika baadhi ya watu kwa mujibu wa kwa muktadha wa zile dharura zinazotokezea, wanaruhusika kuchukua picha hizo kwa kazi maalum. Mfano, maulama wakatoa fatwa ya kwamba idha kana taswiru liajli tashkhisi almayiti bimaarifati sababi wafatihi, inaruhusika kisheria kuchukua picha ya maiti yule kwa watu ambao jukumu lao ni kutaka kuhakikisha au kufanya uchunguzi wa sababu ya kifo cha mtu ambaye amefariki. Mfano, daktari kachukua picha kwa lengo la kuingiza katika maabara kutafiti kitu kingine cha ziada, au watu wanaangalia usalama wa raia au makosa ya jinai, kuweza kuangalia sababu ya kupasuka sehemu ya mwili, sababu ya kitu fulani katika mwili wa maiti yule, hawa wanaruhusika. Lakini pia nao wamewekewa masharti kisheria, miongoni mwayo ni kwamba
wawe ni wenye kutunza siri zile ambazo zimechukuliwa katika maiti yule, na si kuzieneza katika maeneo ambayo hayawahusu watu wengine. Sasa hili ni jambo ambalo muhimu sana kuzingatia. Lakini pia hutokezea baadhi ya wakati ya dharura katika hali hii ya kuchukua picha ile kwa watu maalum, ikitokezea pengine kwa ajili litaarifi bil mayit, pengine amefariki mtu ambaye hajulikani kwamba huyu ni nani, jamaa zake ni nani. Kwa hivyo akachukua watu wa habari maalum pengine katika maeneo maalum kwa lengo la kumtangaza wasfu wake yule mtu ajulikane kwa hali ya dharura. Lakini napo pia panatakiwa kuangaliwa sehemu za kuchukua na hali ambayo yule mtu aliyokuwa nayo katika kifo kile. Kwa maana hiyo, kumkashifu maiti tena pasipokuwa na dharura, hilo ni jambo ambalo ni haramu kisheria, wala hakubaliki kufanya hivyo. Na nukta hii tu niweke sehemu nyingine katika maelezo, kukazia maelezo haya kwa mtu yeyote ambaye amefanya kosa la kuchukua picha ya mtu mwingine kisha akaieneza katika mitandao, alaihi at-taubatu ila Allahi azza wa jalla, analazimika kurudi kwa Mwenyezi Mungu kwa kutubu toba ya kweli, kwa sababu ni dhambi kufanya hivyo na pia ni kudhulumu haki ya mwingine. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare Mshindo TV.